na nyie pia mkichangia kuhusu mengi ambayo tunaendelea kuzungumza pamoja. Nimekuona Ramadhani Migeto, nimekuona Makene Selekwa Kabonje. Anasema anaulizia Mdude yuko wapi. Haya, tusubiri taarifa ya jeshi la polisi itakapokamilika pia watakuja kutupa, si ndio rafiki yangu? Lakini Victor Ruatahwa anasema anauliza swali kwa Abeli na Exaudi. Sasa waliokufa nani atapeleka kesi polisi kama wanasubiri taarifa ya mhanga au mwathirika? Hii walieleza tu kwamba ikitokea mtoa taarifa yupo na anaweza kusaidia kwenye taarifa hizo ambazo zinaweza kusaidia kwenye upelelezi, basi yeye anakuwa kwanza kutoa. Nadhani ndio hicho maanisha Exaudi na Abel. Sawa. Haya, nimekuona pia rafiki yetu nani? Nimekuona Juma Salum, nimekuona The Big Mpiana, rais wa Ubungo Explosive, nimekuona Geoffrey Gumba, Mwalimu Kennedy Mpemba, nimekuona na wengine wengi ikiwa pamoja na Hussein balozi wa Ilemi Mbeya Town. Wote hao wako pamoja na sisi. Nikukumbushe tu kwamba pamoja na yote ambayo yanaendelea, najua kwamba wengi tumekuwa na maswali mengi kuhusu mifumo ya haki, namna ambavyo inafanya kazi hapa nchini. Pengine wewe umepitia changamoto kwenye mfumo wa upatikanaji wa haki, na kwa namna moja ama nyingine haukuelewa nini unatakiwa ufanye kitu hicho kinapokukuta au changamoto hizo zinapokukuta. Sasa usikose kufuatilia mahojiano maalum na mtendaji mkuu wa mahakama mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania Profesa Lisante Ole Gabriel. Yeye atajibu maswali yote ambayo unahitaji kuyafahamu kuhusu mifumo ya haki na mahakama kwa ujumla, namna ambavyo inafanya kazi. Mahakama zetu kutoka mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu, mahakama ya rufani, zinafanyaje kazi? Nini kitokea unafanyaje? Unatakiwa kufuata hatua gani? Ukitaka kufungua shauri na uwezi kufika mahakamani unafanyaje? Unajuaje mahakama ambayo ipo karibu na eneo lako? Maswali hayo yote na mengine mengi atajibu mtendaji, kwa sababu yeye ndio mwenye dhamana ya uratibu shughuli zote kiutendaji kwenye mahakama zetu ziko chini yake. Sasa usikose kufuatilia kipindi cha Super Breakfast Ijumaa hii, na maanisha kesho. Leo si Alhamisi, kesho saa 1:30 asubuhi kupitia East Africa Radio. Mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania atajibu maswali yote uliyokuwa nayo kuhusu mifumo hiyo ya haki. Lakini nikukumbushe kwamba bado burudani zinaendelea Azam TV, wewe tu na kisimbuzi chako. Jana tumecheck mechi zote, tumezifurahia wenzako zote 8, tumezifurahia round ya mwisho NBC Premier League. Kwa live kila kona na kila mtu ameburudika. Sasa nikwambie tu, wakati tunaenda kufunga mwezi, tutafunga mwezi kwa kishindo na finali za CRDB ambazo hizi itaita burudani ya hali ya juu. Yani kila mtu atafurahi, kila mtu ataburudika. Na wewe natamani uburudike namna hiyo. Lakini wakati tunaburudika huko, unaweza pia kuendelea kufuatilia mechi za FIFA Club World Cup moja kwa moja. Mabingwa hawa dunia, kuona namna ambavyo hawaichezea hata sekunde moja. Kila mdundo unakuwa na thamani kwenye kutafuta ushindi na kwenye kutafuta magoli. Sasa mechi zote 63 tayari zimeanza kuoneshwa na zinapigwa zote mbashara kupitia Azam Sport 2 HD na Azam Sport 4 HD. Wewe tutakuwa unatazama huko ni Azam Sport 2 HD na Azam Sport 4 HD, utazifuatilia huko. Pengine wewe mipira sio mambo yako, mambo ya soka sio vitu unapendelea, unapenda tamthilia sasa ziko tamthilia kwa ajili yako. My Heart Is Yours kutoka Azam 2 unaweza kaifuatilia, na tayari shaanzaga tangu Juni 8 tuko nayo mwezi huu. Lakini channel ya sinema zetu iko tamthilia mpya kabisa ya Vacation. Naangalia ile mimi ndo mambo yangu, sitaki mambo ya stress. Na cheki zangu tamthilia na sahau mambo yangu mengine, basi mambo yanakwenda mbele. Sasa hii Vacation tunacheki Ijumaa hadi Jumapili saa 1 usiku. Kila Ijumaa hadi Jumapili saa 1 usiku tunatuliza vichwa, tunacheki Vacation. Sasa hizi burudani zote nimekuambia na nyingine zote ambazo utakutana nazo ni kwa gharama ya shilingi 28,000 tu. Kuna 30,200 inabaki. Ukiipa hiyo 28,000 ukazako na kisimbuzi cha Azam ukalipa 28,000, basi kila kitu kinakwenda sawa. Lakini haishii hapo burudani, usipate stress. Foleni wanashughulikia, naona Ubungo mkuu wa wilaya anazumu watu wanaotanua, wanasababisha foleni njia ya Goba. Ukiwa kwenye foleni na foleni ambazo zinatatuliwa njiani, wakati mwingine jam ikikukuta afu ndo muda wako kucheki ball, muda wako kucheki tamthilia, basi Azam TV Max app ndio suluhu pekee ya hiyo. Pakua chap kupitia
Play Store au App Store. Kama unatumia App Store utaingia iOS au Android kama unatumia Play Store, afu mambo yatakwenda vizuri. Huu ni mwezi wa matukio makubwa, ni mwezi wa kiburudani, ni mwezi wa kuenjoy na kufurahi. Hakikisha unakiwasha kisimbuzi chako ili upate burudani. Azam TV, burudani ni kwa watu wote. Narudi hapa na narudi na ngenga za siasa. We got the DJs. The king is in the mix. It's the perfect timing. DJ 45. DJ 45 King in the mix. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music. East Africa Radio. All hits. Haya ni muda wa ngenga za siasa na Samson Charles, na ngenga hizi hapa tayari kwa ajili yako, na kukumbusha ni msimamo na mtazamo binafsi wa wachonga ngenga. Karibu kwenye ngenga. Ngenga za siasa. Hizi ni ngenga za siasa, mimi ni Samson Charles. Hizi ni ngenga za siasa, mimi ni Samson Charles. Moja kati ya swali kubwa ambalo wanaulizana ni kwamba CCM imezidiwa kwenye mitandao ya kijamii, licha ya kwamba takwimu za hivi karibuni zinaonyesha chama hicho tawala kina wanachama takriban milioni 13 plus. Lakini kampeni ambazo zinaendelea mitandaoni, wapiga ngenga za siasa kwa maoni yao wanasema hiyo CCM wenye watu wengi huenda imezidiwa huku kwenye mitandao ya kijamii na kuzua shaka, labda hao milioni 13 vipi wanashindwa kureact. Mimi ndo rais wa wapiga ngenga Samson Charles. Kumbuka kama unataka kupiga ngenga za siasa, nifuate pale Instagram ama Facebook, njoo inbox nipe namba yako ya simu. Na kuzungumza haya wako hapa CCM na Chadema, wote ni wataalamu wa mitandao. Kunako Chadema, karibu sana mamangu. Kwa majina naitwa Aunty Lulu, ni mwanachama hai kabisa, mpenda haki na ni msanii wa Chadema. Asante sana Lulu Mapunda. Kunako CCM, karibu sana. Naitwa Antipas Pamba, katibu wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi tawi la Milenia 3 kata ya Kimara. Asante sana. Tuanze na wewe mwenye CCM yako. Naam. Bwana, inasemekana mmezidiwa mitandaoni. Viongozi wenu wana block watu, wana block comments wakiposti no reforms no election ina nguvu kuliko Oktoba tunatiki na mambo kama hayo. Antipas Pamba, kwanza nafikiri lazima Watanzania waelewe kwa nini tumekuja na ile ni kampeni inaitwa Oktoba tunatiki. Ndio. Moja kampeni ya Oktoba tunatiki inalenga kucounteract kampeni ya no reform no election. Tafsiri yake vinavyoshughulika hapa ni kampeni, sio mpango wowote kuelekea kwenye uchaguzi. Na kwa mimi lazima tukubali pia nature ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi ni watu watulivu. Unapoandaa kiongozi wa kuongoza nchi, huwezi ukamwandaa mtu ambaye analopoka, anatukana. Kwa hiyo tunakiri kwamba changamoto ya vyama vya upinzani ni kwamba wao hasa wanakuwa na motivation, kitu kinaitwa motivation zaidi ya discipline. Mipango ya kuelekea kwenye uchaguzi au mipango ya kuleta mabadiliko ambayo wanadhani wanayatafuta haiwezi ikawa kwa kupiga kelele tu. Subiri, kuandaa watu ambao watadidimiza watu ni sawa. Ukisema kwamba sisi ni watu ambao tunalopoka, kiongozi wa Chadema anayeandaliwa ni mtu ambaye analopoka, ila kuandaa watu ambao watawafanya watu kuwa waoga na kuogopa na ukimya na kuwateka watu ni sawa. Ila kuandaa walopokaji, Lissu alivyosema walopokaji kamaanisha Lissu.
Lissu sio mlopokaji. Kwenye maisha yoyote ya mwanadamu. No. Lissu. Kwa hiyo kwanza nataka ni viongozi ndio livyoongea. Sawa, basi sio Lissu. Kwa nini tunaitwa mlopokaji? Kama anahisi Lissu ni mlopokaji nasema vema. Namtoa Lissu. Amesema vema. Okay, namtoa Lissu. Tunaitwa walopokaji kwa sababu mtu anayesimamia haki na kuongea haki siku zote lazima ataonekana ni mlopokaji. Mfano, kuna mchungaji sitomtaja, sio wa Chadema, sio wa Chadema, ni wa kwao CCM. Alisimama akatetea utekaji. Alisimama akaongea kwamba kwa mfano akiteka mtoto fulani akaonekana mlopokaji, akaonekana ni mpumbavu. Ni kwa sababu Watanzania hawa watu ambao wana akili finyu, akili zilizopungukiwa, ambao wanaangalia matumbo yao, hawaangalia haki ya mtu, ataona kwamba sisi ni walopokaji. Mfano mimi Antilulu, hata mia mbovu ya Chadema sijai kula. Sio, yani mia anaongelea mia. Umeelewa? Sijai kula. Kwa utaangalia ni jinsi gani nimeamua kusimama kwa ajili ya Watanzania wenzangu. Sio kiongozi wa Chadema, sio nini. Ninapoongea mtandaoni pia wapumbavu wananiona mlopokaji, na hata ukiangalia kwenye komenti zangu ni chache za wapumbavu, ni nyingi za uelevu. Kwa hiyo namjibu, nataka nimkanushe kauli ya kusema wapumbavu. Ndio maana mna nguvu mtandaoni. Ulisema hivyo, sijasema wapumbavu. Umesema walopokaji. Nilisema hivi. Chama chetu cha Mapinduzi kinapomwandaa kiongozi kinamwandaa awe mtulivu, disciplined. Moja, mtulivu. Anatengeneza uoga. 2, disciplined. Umenielewa vizuri? Go tumpe chance. Sasa moja, mtulivu. Sasa 2, disciplined. Ndio maana leo utakufahamu kwamba nguvu hasa walionayo Chadema katika kuendesha chama chao ni kupitia kina Maria Sarungi. Leo hii katibu mkuu wa Chadema na Maria Sarungi mwenye nguvu ya kukiendesha chama kifike wanakohitaji ni Maria Sarungi. Kwa hiyo lile swali. Na sio katibu mkuu wao. Kwa nini? Kwa sababu chama hiki kimeondoka kwenye kuweka mipango mikakati na kuishia kwenye kampeni za kiharakati. Wamefanikiwa? Sasa kwa lengo wanalolisaka hawajafanikiwa, kwa sababu lengo la chama cha siasa ni kushika dola. Huwezi kushika dola kama hujatengeneza mfumo wako wa ndani. Leo Chadema imeparaganyika katika uongozi ndani. Umetoka nje ya Pamba. Samahani Pamba. Swali ni kwamba CCM mmezidiwa mtandaoni? Hatujazidiwa. Lengo ni nini? Tunaingia mtandaoni kwa ajili ya nini? Ndio watu wangetuuliza. Wabunge wenu wananchi no reforms sana kuliko Oktoba tunatiki. Ikaja ikasemekana kama no reforms imepigwa marufuku, lakini ikakanushwa. Inaonekana kama mmezidiwa. Yaani ndivyo wapiga ngenga za siasa. Sasa obvious hakatazwi mtu kutoa maelezo, lakini ni kueleze no reforms ni agenda ya Chadema yote. Lakini hii tunaita Oktoba Chadema tunatiki no reform sio Chadema pekee yake. Ni kila Mtanzania anataka haki. Ndio imetoka Chadema lakini inaungwa na Watanzania. Kwa hiyo kwenye kujibu nondo nyinyi hamjazidiwa mitandaoni. Hicho ni kwamba lengo la CCM mmezidiwa, mjazidiwa. Sawa, lengo la CCM kutoa majibu. Kwanza hiyo haiwezi kawa kazi ya chama chote. Swali ni mmezidiwa au hamjazidiwa mtandaoni? Kazi ya Jumuiya ya Umoja wa Vijana pekee. Na ndio maana uwezi ukamkuta katibu mkuu wetu, makamu mwenyekiti wetu anahangaika na mambo kama haya. Vijana wadogo wameingia kujibu kampeni za kina Maria Sarungi. Itikadi na uenezi alijibu. Na wahuni wenzi. Itikadi na uenezi alijibu na makamu alijibu, makamu taifa. Alionekana anajibu. Tunachokisema hizi no reforms mtandaoni huko yataishia mtandaoni, tukutane Oktoba. Tunachokisema tunawakumbusha watu kwamba Oktoba sisi hatushindani mtandaoni, ila tunashindana kwenye tume Oktoba kuchakatua. Lakini mmezidiwa mtandaoni. Umenielewa? Mtandaoni wamezidiwa sana. Hatujazidiwa kwa sababu lengo letu amekanusha. Sikiliza. Hatujazidiwa kwa sababu lengo letu, kwa sababu lengo lenu ni tume, ni ya kwenu, ni kutoa taarifa, sio kushindana. Tungelikuwa tunashindana na Chadema, sawa bana, ndio tungesema tumezidiwa. Wamezidiwa. Kuna mtu apendi za comment. Hivyo kuna mtu apendi comment kwake za kusifiwa. Umeelewa? Hakuna chama kinapenda kusifiwa kama CCM. Na ndio maana mtu kienda kinyume nacho kinakukuta jambo. Ndio maana sisi ambao tunaposti no reform tunapata wasiwasi hata wa maisha jinsi ya kuishi.
Umeelewa? Kuanzia DM za vitisho na vitu vingine. Umeelewa? Kwa sababu wao ilivyokuja hii kampeni ya no reform, walichukulia itakuja kwa hivi kwa udogo. Lakini ukiangalia wanao comment, no ukubwa gani? Subiri, wanao comment. Wanao comment no reform wa mashiko ya kusema no reform. Naomba nisikize Sam. Huyo mwenyekiti tuseme Lissu hawana account fake za kucomment no reform. Wanao comment no reform ni wananchi ambao wenyewe wamesema takwimu yao ni kubwa kuliko sisi. Lakini wanao comment no reform ni nini? Ni wananchi na sisi ambao tunaipigania, si ndio? Sisi tumeanzisha ajenda. Wao wanasema hawajazidiwa mitandao. Wamezidiwa. Na ndio maana wenyewe walianza kutuzuia kampeni. Wakajua wakituzuia kampeni ya kusambaza door to door kwamba no reform, sisi nyongonyea. Sisi tumeweka nguvu mtandaoni. Wenyewe anasema Maria Sarungi. Mimi nimemzidi kwa Instagram, nimemzidi Maria huyo Sarungi anemsema yeye. Mimi posti nenda kwenye posti za Maria. Katibu mkuu wenu. Nenda kwenye posti ya Maria, sikiliza, aenda kwenye posti ya Maria aliyoposti no reform na niliyoposti mimi. Ipi na viwazi nyingi. Mimi sio kiongozi. Mimi ni mwananchi. Sawa? Ni kada kawaida. Wabidi wakubali kwamba wananchi wanataka, huyu anataka kupingana. Wananchi, naongeza sauti, japokuwa maiki zinasikika. Wananchi wa Tanzania ambao wako Tanzania na nje ya Tanzania wanataka mabadiliko. Amesema Oktoba watatiki. Hatujamzuia mtu kutiki Oktoba. Hatujasema watu msitiki Oktoba. Wacha watiki, lakini wananchi ambao wanataka mabadiliko hawatotiki. Na kwa mfumo huo wenyewe wanavyosema sisi tutakutana Oktoba, wameshajua kwamba tume ipo mikononi kwao. Kwa hiyo tutiki tustiki. No. Pasi mpira. Tutiki tustiki. Wameweka kwamba atapita. Wenyewe tayari wana kiongozi ashamwekea tiki. Kwa hiyo sisi tunasema mtandaoni tumewazidi, mtaani tumewazidi. Mtaani mnachukua watu kwenye mang'ombe, kwenye magari ya ng'ombe, kubeba ng'ombe kwenda kuwauzia minanani, mnawabeba mnawapa 10,000, mnawapa vijora. Sisi watu wananunua hizi t-shirt 25,000 kana kwamba no reform ndo kampeni namba 1 iliyoshika. Ngenga za siasa. Ngenga za siasa. Na muda kwa ajili ya Ngenga. Maisha yake ndio Ngenga. Kwa unaweza kumcheck kwenye ukurasa wa Facebook na ukurasa wa YouTube na ukurasa wa Facebook na Instagram kwa jina la Samson Charles. Ukampata hapo na wewe ukachonga Ngenga. Sasa Exaudi huku kuna malalamiko yako. Na sijui kwa nini Exaudi jamani. Huyu rafiki yetu anasema Exaudi Mtei. Kwa nini hausomi message zangu? Kwa nini? Exaudi, yani kwa nini? Kwa nini unamtesa Geoffrey? Anasoma message 8, nasoma moja. Nataka zote kwa pamoja. Basi sasa nenda. Hamna shida na unakuwa umsomei mwenzako. Si umsomee zote nani? Hata kama zimejirudia msomee. Si unamwambia haina shida, sitafanya hivyo. Geoffrey Exaudi hapa anasema hamna taabu, yani hilo ashalichukua na atalifanyia kazi kuanzia sasa na kuendelea. Na wengine wengi tumeni jumbe zenu. Kuna Roller Boy anasema natusikiliza akiwa Posta Samora Tower pale. Lakini pia nimemwona Moses Owino. Asante sana, natupata vyema kabisa. Yuko zaki Nairobi. Kaka vizuri. Unaweza kumuita pia Ustaz Musa. Ustaz Musa. Unaweza ukamcheki hivyo na mambo yakaenda vizuri. Saa 1:30 tunarudi.